Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talidi nisau khuliqta mubarra'a min kulli aibi kaannaka kad khuliqta kama tashau. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuha almustami'una walmushahiduna alkiram. Na wapenzi watazamaji, karibuni sana katika mwendelezo wa darsa zetu, na leo tutazungumzia dawa isiyokuwa na madhara. Dawa isiyokuwa na madhara. Lakini ni kuombe ndugu yangu mtazamaji, sio lazima, yani ni khiari. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video zetu, na usisahau kudondosha komenti chini ya video hii ya kumswalia Bwana Mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Naam, ndugu zangu watazamaji, anasema Ahnaf ibn Qaisi, ambaye huyu ni miongoni mwa wema waliotangulia. Anasema ijtamaa inda almalik Kisra arba'atu min alhukamai. Anasema walikusanyika, ijtamaa, walikusanyika inda almaliku Kisra, inda almaliki Kisra, mbele ya mfalme Kaisari. Walikusanyika mbele ya mfalme Kaisari, arba'atu min alhukamai, wenye hikima wanne, yani kuna watu wanne wenye hikima walikusanyika mbele ya mfalme Kaisari. Iraqiyun wa rumiyun wa hindiyun wa sudaniyun, ambao hawa watu wanne wenye hikma, mmoja ni Muiraki, wa pili ni Mroma, wa tatu ni Muhindi, na wa nne ni Msudani. Faqala lahumul maliku, mfalme Kisra au Kaisari, mfalme Kaisari akawaambia, liyaswifa li kullu wahidin minkum ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu. Akawambia anielezee kila mmoja wenu, kullu wahidin minkum, kila mmoja wenu, dawa'u alladhi la da'a ma'ahu, dawa ambayo haina madhara. Yani huyu mfalme Kaisari alitaka aelezwe dawa ambayo haina madhara. Faqala al-Iraqiyu, basi akasema yule Muiraki, ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu, akasema dawa ambayo haina madhara, an tashraba ala riqi kulla yawmin 3 jara'atin min al-ma'i sakhini. Akasema dawa ambayo haina madhara ni kunywa ala riqin, asubuhi mtu kabla hajala chochote, anywe nini? Kulla yaum, kila siku anywe nini? 3 jara'atin min alma'i sakhin, anywe matone 3 ya maji ya moto. Hiyo ndio dawa ambayo haina madhara. Kunywa maji matatu, kunywa matone 3 ya maji kila siku kabla haujala kitu, unapoamka. Hiyo ni dawa ambayo haina madhara. Hayo yalikuwa ni maneno ya Muiraki. Waqala Rumiyu, na akasema yule Mroman, akasema ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu, dawa ambayo haina madhara, antasifa kulla yawmin qalilan min habbi rashad. Akasema huyu Mroman, dawa ambayo haina madhara ni kumeza kila siku mbegu chache za asili. Kuna mmea unaitwa arrashad,
habba rashad. Sasa huyu anasema Mroman, dawa ambayo haina madhara, dawa ambayo mtu akiitumia itaponya, yani atapona magonjwa mengi na hatopata madhara, ni kumeza kila siku mbegu chache za asili za habba rashad. Ukienda katika maduka ya dawa za kisuna ukiambia nataka mbegu za habba rashad, utapatiwa biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Hayo yalikuwa ni maneno ya Mroman. Waqala alhindiyu, na akasema yule muhindi, ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu, akasema dawa ambayo haina madhara, ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu, dawa ambayo haina madhara, anta akula kulla yawmin 3 habbatin min ihliji aswad, akasema ni kula kila siku, dawa ambayo haina madhara ni kula kila siku mbegu za black myrobalan. Taban hii ni black myrobalan, ni mmea ambao hata ukiusearch Google utauona. Mmea huu unaitwa black myrobalan. Sasa huyu muhindi anasema dawa ambayo haina madhara ni kula kila siku mbegu 3 au punje 3 za black myrobalan. Hii ni dawa ambayo haina madhara. Ukiwa na tabia kila siku ya kula punje tatu za black myrobalan, basi wewe hautapata madhara na maradhi mengi katika mwili wako yataondoka. Lakini wasudaniyu, na wakati haya yanasemwa yule Msudani alikuwa sakitun, amenyamaza. Wasudaniyu sakitun wakana ahdhakuhum, na huyu Msudani ndo alikuwa ni mwelevu wao zaidi, yani ndi katika watu wenye hekima zaidi, yeye alikuwa amewazidi sana wenzake hekima. Sasa wakati haya anasemwa, yeye alikuwa sakitun, amenyamaza. Faqala lahu almaliku lima la tatakallam, yule mfalme Kaisar akamuuliza huyu Msudani, kwa nini wewe haunielezi, hauzungumzi, haunielezi dawa ambayo haina madhara? Faqal, basi akasema Msudani, ya maulaya, ewe bwana wangu, ya maulaya, ewe bwana wangu, almau sakhinu, maji ya moto, yadhhabu shahamul kulli, huyeyusha mafuta ya figo. Maji ya moto, ukiwa na tabia ya kunywa maji ya moto kila siku asubuhi kabla hujala chochote, huyeyusha mafuta ya figo. Wa yurakhil ma'idda, na kulegeza nini? Kulegeza tumbo. Wa habba rashad, akasema na ile habba rashadi, yahiju safra'u, husababisha nyongo, husababisha maradhi ya nyongo. Yahiju safra'u, husababisha maradhi ya nyongo. Wal ihliju, na black myrobalan akasema yahiju saudau, inasababisha maradhi ya bile nyeusi, inasababisha maradhi ya bile nyeusi. Faqala lahu almaliku, basi akaambiwa huyu Msudani na mfalme, famal ladhi taqulu anta, sasa wewe unasemaje? Kwa sababu hizo dawa zote ambazo wenzako wamezielezea unasema zina madhara, wewe sasa unasemaje? Famal ladhi taqulu anta, faqala ya maulana, akasema Msudani, ewe bwana wetu, ya maulana, ewe bwana wetu, ad-dawa'u alladhi la da'a ma'ahu, dawa ambayo haina madhara, an la taakula illa ba'da al-ju'i, dawa ambayo haina madhara ni kwamba ni kutokula, an la taakula ni kutokula, illa ba'da al-ju'i, isipokuwa baada ya kuhisi njaa. Hii ndiyo dawa ambayo haina madhara. Hii itakusababishia usipatwe na maradhi ya mara kwa mara.
kutokula illa ba'da aljui, usile isipokuwa baada ya kusikia njaa. Ndugu yangu mtazamaji, tena akaendelea akasema Msudani, wa idha akalta, nazama utakapokula, farfa yadaka kabla shibai, basi nyanyua mikono yako kabla ya kushiba. Yani usile mpaka ukashiba, usile mpaka ukavimbiwa, usile mpaka ukakosa hata sehemu ya kuhema, ukakosa sehemu ya kunywa ya maji, yani ukawa umelijaza tumbo chakula mpaka ukashiba ukavimbiwa. Ndugu yangu mtazamaji, ndio akasema huyu Msudani, wa idha akalta farfa yadaka kabla shibai, basi utakapokula nyanyua mkono wako kabla, yani mikono yako kabla ya kushiba. Fa innaka la tashku illa, ukiwa na tabia hiyo wewe hautalalamika magonjwa, hautakuwa ni mwenye kuumwaumwa, illa illatu almauti, isipokuwa umauti. Yani wewe hautakuwa mgonjwa isipokuwa wewe kitakacho manake wewe utakuwa ni mwenye kungojea kifo tu, hautakuwa mtu ambaye unasumbuliwa na maradhi mara kwa mara. Faqalu kulluhum, basi wakasema wale wote wale, yule Muiraki, Mroma na Muhindi, wakasema nini? Sadaqa, ya kwamba amesema kweli huyu Msudani, amesema kweli huyu Msudani. Ndugu zangu watazamaji, haya pia yanathibitishwa na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye yeye ndiye sayyidul hukamai wal ulama, yeye ndiye bwana wa wenye hikma na bwana wa wanawazuoni, bwana wa wataalamu. Anasemaje Mtume? ma mala ibnu adama wi'a sharran min batnihi hasba ibnu adama luqaimati yaqimna salbahu fa in kana la budda yani la mahala fa thuluthi litaami wa thuluthi lisharabi wa thuluthi linnafsi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema ma mala ibnu adama, hakubeba mwanadamu wi'a sharran min batnihi, chombo chenye shari sana kama tumbo lake. Yani katika vitu ambavyo mwanadamu amebeba vyenye shari katika mwili wake, basi ni tumbo lake. Ndio Mtume akasema hasba ibnu adam, inamtosha mwanadamu luqaimati, matonge tu machache. Luqaimat manake ni vijitonge tu, sio ile milukumati, yani mtu unakula mpaka unavimbiwa. Luqaimat ni vijitonge tu, yaqimna salbahu, vitakavyoweza kumsimamisha mgongo wake, manake vitakavyomfanya kwamba aweze kusurvive. Sasa Mtume akasema fa in kana la budda, yani la mahala, ikiwa hapana budi, basi ikiwa ni lazima, basi fa thuluthi litaami, ale thuluthi moja kwa ajili ya chakula, wa thuluthi lisharab, na thuluthi moja aiache kwa ajili ya kinywaji, wa thuluthi linnafsi, na thuluthi moja kwa ajili ya hewa, kwa ajili ya kupumua. Yani sio unakula mpaka unashindwa kupumua, sio unakula mpaka unashindwa kubakisha sehemu ya maji, yani unashindwa hata kunywa maji, umekula kiasi umevimbiwa. Kufanya hivyo ndugu yangu mtazamaji ni kusababisha maradhi katika tumbo lako. Kwa hivyo ndugu zangu watazamaji, hayo yalikuwa ni mazungumzo baina ya mfalme Kaisari na wenye hekima ama hawa wana wazuoni, akiwepo Muiraki, akiwepo Mroma, akiwepo huyu Muhindi na Msudani. Kwa hivyo nafikiri kupitia maneno haya tutakuwa tumejifunza na tumepata faida. Mimi sina la ziada. Naitwa Imam Shaabani Ramadhani Mponda, wallahu a'lam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.